IRGC yasema tumewavurumishia maadui makombora 700, droni 3600 mpaka sasa. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran limesema limepiga shabaha za Marekani na utawala wa kizayuni wa Israeli kwa makombora zaidi ya 700 na ndege zisizo na rubani 3600 tangu Jamhuri ya Kiislamu ianzishe operesheni za kulipiza kisasi za mashambulizi ya kichokozi ya maadui hao mwishoni mwa Februari mwaka huu. Taarifa ya IRGC haijatoa maelezo kuhusu wakati wa kufanyika mashambulizi haya ya kisasi, maeneo yaliyopigwa au kubwa wa uharibifu uliosababisha kwenye operesheni zake hizo za makombora na drone. Hata hivyo, IRGC imesema imeshambulia kwa makombora na droni kambi za kijeshi, viwanda pamoja na maeneo ya mikusanyiko ya wanajeshi wa Marekani kwenye maeneo tofauti ya eneo hilo la Asia Magharibi. Sepai imesema imetumia makombora mazito aina ya Horam Shahir yenye kichwa chenye uzito wa tani 2 pamoja na makombora ya Hebar Shekan, Kadri, Emad, na kwa mara ya kwanza katika operesheni ya Ahadi ya Kweli 4 kombora la kimkakati la Sejil limetumika. Kwa mujibu wa picha za satellite, vikosi vya ulinzi vya Iran vimefanikiwa kusambaratisha 80% ya vituo vya rada na maeneo mengine ya kistratejia jeshi la Marekani kwenye eneo. Siku ya Jumatatu, idara ya mawasiliano ya umma ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran ilitangaza kuwa jeshi hilo limetekeleza wimbi la 56 la mashambulizi ya makombora kama sehemu ya operesheni ya Ahadi ya Kweli ya 4. Katika operesheni hiyo, shabaha zilizolengwa ni pamoja na kamanda ya logistic ya eneo la kusini na bohari la kuhifadhia makombora ya Rafale katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu na Israeli, na vilevile kambi ya kijeshi ya Marekani ya Dar Adid. Vilevile Rais Masoud Pezeshkian wa Iran amesema taifa hilo halitasalimu amri kamwe mbele ya madola ya kibeberu, huku akiitaka jamii ya kimataifa kulaani uvamizi wa Marekani na utawala wa kizayuni dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Rais Pezeshkian amesema hayo kwenye ujumbe aliotuma kwenye mtandao wa kijamii wa X, ambapo ameiasa jamii ya kimataifa kuzilazimisha tawala vamizi za Marekani na Israeli kuheshimu sheria ya kimataifa. Rais wa Iran ameashiria mazungumzo yake ya simu ya hivi karibuni na mwenzake wa Ufaransa Emmanuel Macron na kubainisha kuwa katika mazungumzo ya simu na rais wa Faransa nilisisitiza kuwa Iran haikuanzisha vita hivi. Dr. Pezeshkian ameeleza bayana kuwa kujilinda dhidi ya uvamizi ni haki ya asili na isiyopingika ambayo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaifahamu vyema. Amesema hatua ya Marekani ya kutumia kambi zake za kijeshi kwenye eneo hili la Asia Magharibi kuishambulia Iran inalenga kuvuruga uhusiano kati ya Jamhuri ya Kiislamu na majirani zake. Pezeshkian amesisitiza kuwa kamwe taifa la Iran halitasalimu amri mkabala wa madola ya kibeberu, huku akiitaka jamii ya kimataifa kulaani chokochoko za Marekani na utawala wa kizayuni dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Vilevile waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema matatizo ya usafirishaji wa meli katika mlango bahari wa Hormuz ni matokeo ya vita vilivyoanzishwa na Marekani na utawala wa kizayuni wa Israeli, na kila nchi au shirika la kimataifa linalojali amani na usalama lazima lilaani uhalifu wa tawala hizo mbili na kutoa wito wa kukomesha uchokozi wao wa kijeshi dhidi ya taifa la Iran. Said Abbas Araghchi amesema hayo katika mazungumzo ya simu na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambapo pande hizo mbili zimejadili na kubadilishana mawazo kuhusu matukio ya hivi karibuni kwenye eneo la magharibi mwa Asia na uchokozi wa kijeshi unaoendelezwa na Marekani na utawala wa kizayuni dhidi ya Iran, na vilevile hali ya mambo nchini Lebanon. Akizungumzia ukiukwaji mkubwa wa kanuni na sheria za msingi za hati ya Umoja wa Mataifa kutokana na uvamizi wa kijeshi wa Marekani na utawala wa kizayuni wa Israeli dhidi ya Iran, waziri wa mambo ya nje wa Iran amekumbusha wajibu wa Umoja wa Mataifa na katibu mkuu wa kulaani vikali na waziwazi uchokozi huo na kuwawajibisha wachokozi kwa mujibu wa sura ya 7 ya hati hiyo. Araghchi ameitaka jamii ya kimataifa iangalie chanzo kikuu cha ukosefu wa usalama katika eneo la Asia Magharibi na mlango bahari wa Hormuz, yaani mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na Israeli, na akasema hali katika mlango bahari wa Hormuz haiwezi kutatuliwa bila kuzingatia hali jumla katika eneo hilo, kwa sababu mkwamo wa safari za meli katika mlango bahari wa Hormuz ni matokeo ya vita vilivyoanzishwa na Marekani na utawala wa kizayuni, na kila nchi au taasisi ya kimataifa inayojali amani na usalama lazima ilaani uhalifu wa tawala hizi mbili na kutaka kukomesha uchokozi wao wa kijeshi dhidi ya taifa la Iran. Vilevile waziri wa mambo ya nchi za nje wa Iran amesema kuwa Jamhuri ya Kiislamu haijatuma ujumbe wa aina yoyote kwa wavamizi wala haijaomba kusitishwa vita. Said Abbas Araghchi amesema mwanzoni mwa mwaka huu tulikuwa na vita vilivyoanzishwa na maadui wa Iran kwa wito wa kuitaka Teherani ijisalimishe bila masharti yoyote, na baada ya siku 12 maadui waliomba kusitishwa mapigano. Mara hii pia wamefanya hivyo tena kwa nguvu kubwa zaidi ili kuilazimisha Iran kusalimu amri bila masharti yoyote. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema hivi sasa
baada ya kupita zaidi ya siku 15 za vita, adui anaziomba nchi nyingine ziingilie kati kwa ajili ya usalama wa lango bahari la Hormuz ili lango hilo lifunguliwe tena. Tumo katika mapambano ya kutia fahari na tunaendeleza mukawama bila kuyumba. Amesisitiza kuwa Iran haijatuma ujumbe wa aina yoyote kwa wavamizi wala haijaomba kusitishwa mapigano, lakini vita hivi vinapaswa kumalizika kwa njia ambayo havitarudiwa tena na adui asifikie tena kufanya uchokozi wake. Hadi sasa pia maadui wa Iran wamepewa somo zuri. Waziri wa mambo ya nje wa Iran ameongeza, sasa maadui wametambua wanakabiliana na taifa la aina gani. Hatuna wasiwasi kuhusu nguvu zetu za kujilinda na tutaendeleza vita kadri inavyohitajika. Vilevile, kamanda mkuu wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu la Iran Luteni Jenerali Hatami amesema kuwa jibu la Iran kwa mauaji ya kigaidi ya katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa litakuwa thabiti na la kuwafanya wahusika wajute. Jenerali Hatami ametoa ujumbe akilaani kitendo hicho cha kigaidi na cha kihalifu kilichofanywa na utawala wa Kizayuni pamoja na Marekani, na akatoa pongezi za shahada na rambirambi kwa kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, kwa taifa tukufu la Iran na kwa familia ya shahidi mpendwa wa Dr. Ali Larijani aliyekuwa katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa. Ameongeza kuwa wasifu wa huduma wa shahidi huyo mtukufu umejaa mchango muhimu katika nyanja mbalimbali za uongozi, utungaji sera na mikakati ya kitaifa. Nafasi muhimu alizoshika Dr. Larijani katika majukumu makubwa ya kitaifa, hasa akiwa mwakilishi wa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu pamoja na katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, zinaonyesha wazi imani ambayo mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu uliweka katika uwezo na ustahiki wake wa kusimamia masuala nyeti na ya hatima ya taifa. Jenerali Hatami amesema bila shaka busara, hekima na mtazamo wake uliojengwa juu ya mantiki ya mapinduzi umeacha athari nyingi za kudumu kwa taifa letu pendwa. Kamanda mkuu wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu la Iran amesisitiza kwamba kitendo hiki cha kinyama, cha kigaidi na cha kukata tamaa katwa kitaweza kudhoofisha azma isiyotikisika ya taifa kubwa la Iran katika kulinda uhuru, kujitegemea, mamlaka ya ardhi na mfumo mtakatifu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Amesema watu wa Iran wakifuata njia ya kujitolea na shahada na wakiongozwa na mafundisho na maelekezo ya maimamu wa mapinduzi ya Kiislamu wataendelea kwa azma kubwa zaidi kusonga mbele katika njia ya malengo ya juu ya mapinduzi ya Kiislamu. Vilevile, Iran imejibu mauaji ya mmoja viongozi wake wakuu waliouawa katika shambulio la anga kwa mashambulizi dhidi ya majirani zake wa Ghuba na Israeli kwa kutumia baadhi ya makombora yake ya kisasa ya kukwepa ulinzi wa anga. Mashambulizi mapya yameripotiwa mapema leo kwenye mkoa mkubwa wa mashariki wa Saudi Arabia ambao ni makazi ya visima vyake vingi vya mafuta, Kuwait, Bahrain, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu. Nchini Iran, kinu cha nyuklia cha Bushehr kililengwa kwa kombora, lakini hakukuwa na majeraha wala uharibifu. Haya ni kulingana na shirika la kimataifa la nishati atomic baada ya kupokea ripoti kutoka Teheran. Mkuu wa shirika hilo la atomic Rafael Grossi amesisitiza wito wake wa kujizuia zaidi wakati wa mzozo huo ili kuzuia hatari ya ajali ya nyuklia. Vilevile, spika wa Majlis ya Ushauri ya Kiislamu bunge la Iran amesema kuwa utawala wa Kizayuni wa Israeli unalenga kutumia vita kubadilisha muundo wa eneo la Asia Magharibi. Mohammad Bagher Kalibaf amesisitiza kwamba sura na mpangilio wa eneo utabadilika, lakini hautakuwa ule unaotawaliwa na matakwa ya Wazayuni na Marekani. Kalibaf alikumbusha kwamba utawala wa kiimla wa Pahlavi uliokuwa ukitawala Iran kabla ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 ulikuwa kama askari wa kulinda maslahi ya Magharibi katika eneo la Asia Magharibi na ulitoa huduma kamili kwa utawala wa Kizayuni na Marekani. Hata hivyo, mapinduzi ya Kiislamu yalivunja mnyororo huo na kuvuruga mpangilio huo wa zamani. Kalibaf amekumbusha kauli ya Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, aliyewahi kusema, kwa maana hii Marekani mnafanya nini hapa, ambapo Marekani walidai kuwa wana maslahi katika eneo hilo. Kwa mujibu wa Kalibaf, Imamu alijibu, hamna haki ya kudai maslahi katika eneo letu, maslahi haya ni ya watu wetu. Ameongeza kuwa Marekani imekuwa ikipora utajiri wa eneo hili bila kuleta usalama, bali kinyume chake imevuruga usalama wa eneo. Vilevile uchokozi wa Marekani na Israeli dhidi ya Irani unasukuma utawala wa rais wa Marekani Donald Trump katika mgogoro wa kisiasa. Andrew Day, mwandishi wa gazeti la The American Conservative, anasema, huku utawala wa Trump ukielekea kwenye mgogoro wa kisiasa, tumeona ishara kwamba utakandamiza uhuru wa raia ili kukandamiza upinzani. Kulingana na mtaalamu huyo, kupanda kwa bei ya mafuta kutokana na vita vya Mashariki ya Kati kunatishia kuanzisha mdororo wa uchumi duniani. Wapiga kura wa tabaka la wafanyakazi wataathiriwa zaidi na watamlaumu Trump na kuiadhibu chama chake katika uchaguzi, Day alisema, akimaanisha uchaguzi wa katikati ya muhula wa bunge mwezi Novemba.
Vilevile, shambulio la anga la Marekani na Israeli kwenye jengo la mahakama kwenye mkoa wa Fars kusini mwa Iran lilisababisha vifo vya raia kadhaa Jumatano asubuhi, Fars imeripoti. Shambulio hilo lilitokea wakati wa saa za ufunguzi. Shirika la habari lilisema idadi kamili waliouawa na kujeruhiwa bado haijabainishwa. Karibu meli 90 zikiwemo meli za mafuta zimevuka mlango bahari wa Hormuz tangu mwanzo wa ongezeko la uchumi katika Mashariki ya Kati mwishoni mwa Februari. Shirika la habari la Associated Press limeripoti likinukuu kampuni ya data ya Lord List Intelligence. Lakini pia jeshi la Israeli limefanya mfululizo mwingine wa mashambulizi katika mji mkuu wa Iran wa Tehran, likilenga vituo vya amri, jeshi limesema kwenye taarifa yao. Vituo kadhaa vya ulinzi wa anga pia vilishambuliwa, jeshi la Israeli liliongeza. Vile kwa Tehran, inaelezwa kwamba Tehran iko tayari kusikiliza mapendekezo kutoka kwa mataifa ya upatanishi kwa ajili ya kukomesha vita, mradi mipango hiyo inahusisha fidia kwa uharibifu uliosababishwa na Iran. Waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Abbas Araghchi anasema, nchi yangu rafiki zimekuja na mawazo na kuelezea utayari wao wa kuchukua jukumu katika kufikia amani. Alibainisha kwenye mahojiano na Al Jazeera, ikiwa kuna pendekezo la kukomesha vita linalokidhi masharti yetu na uharibifu uliosababishwa na Iran kulipwa, hakika tutalisikiliza, Araghchi aliongeza. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.